Mapigano yameripotiwa Jumanne tarehe 3 Februari mwaka 2026 katika maeneo ya Kivumu na Kawela yaliyopo magharibi mwa Minembwe mkoani Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, mapambano hayo yanahusisha makundi ya wazalendo dhidi ya wapiganaji wa Twirwaneho. Milio ya silaha nzito na nyepesi yameripotiwa kusikika katika baadhi ya vijiji, hali iliyoleta taharuki miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Kwa maeneo ya Minembwe na nyanda za juu za Fizi na Mwenga yamekuwa yameshuhudiwa mapigano kwa siku kadhaa mfululizo kwa wazalendo wa FARDC na makundi yenye silaha, hali inayozidi kuathiri maisha ya raia, shughuli za kijamii na kiuchumi katika eneo hilo. Vile chama cha MPDAC, Mouvement des Patriotes pour la Défense des Autochtones Congolais, kinachoongozwa na Jemedari Mkuu Omari na Mutaga, kimetangaza kuwa kinapeleka wapiganaji wake katika uwanja wa mapambano eneo la Runingu Biriba. Kwa mujibu wa taarifa iliyoletwa na viongozi wa kundi hilo, kikosi hicho kinaelekea kuungana na wenzao waliokwisha kuwasili katika eneo hilo kwa lengo la kuongeza nguvu katika mapambano dhidi ya wapiganaji wa AFC M23. Hatua hiyo inakuja katika kipindi ambacho mapigano yameripotiwa kuelekea katika maeneo ya Runingu na viunga vyake, huku pande ya simu zikidai kushikilia au kurejesha maeneo ya kimkakati. Ndio chama ya MPDAC babu siwa naenda renforcer Runingu kukutana wale wenzao wenyasha kwa kona hapa kabisa, hapa wana develop njia kwa njia. Chama cha MPDAC hiyo inaongezea force Runingu kwenye fro hiyo chama ya MPDAC unaiona hiyo inaongezea force Runingu. Chama ya MPDAC Mjini Uvira, jeshi la polisi la kitaifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo PNC limerejea rasmi katika mji wa Uvira mkoani Kivu Kusini siku ya Jumatatu tarehe 2 Februari mwaka 2026 baada ya kukosekana kwa wiki kadhaa kufuatia kutekwa kwa mji huo na kundi la waasi wa AFC M23 mapema Disemba ya mwaka 2025. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, vikosi vya PNC vilivyoondoka Uvira sambamba na jeshi la FARDC wakati wa kusonga mbele kwa AFC M23 katika eneo hilo. Kuanzia tarehe 15 Disemba mwaka 2025, taarifa za kujiondoa kwa waasi hao zilianza kuripotiwa, hatua iliyofungua njia kwa kurejea kwa vyombo vya dola na vikosi vya usalama vya serikali. Akizungumza hapo awali alipowasili Uvira, gavana wa Kivu Kusini Profesa Jean-Jacques Purusi alieleza kuwa kurejea kwa polisi pamoja na mamlaka za mkoa ni hatua muhimu katika kurejesha mamlaka ya dola. Alisisitiza umuhimu wa umoja wa mshikamano miongoni mwa jamii zote za Uvira, huku akiwahimiza wakazi kuunga mkono juhudi za kurejesha usalama na hali ya kawaida ya maisha ya kiraia. Gavana huyo pia alitangaza mipango ya kufungua upya miundombinu muhimu ya kiuchumi ikiwemo mpaka wa Kavimvira kati ya DRC na Burundi pamoja na bandari ya Kalundu. Hatua hizi zinatarajiwa kuchochea ufufuaji wa shughuli za biashara na kuimarisha uchumi wa eneo hilo. Kurejea kwa PNC ni sehemu ya mchakato mpana wa kupanga mpya mfumo wa usalama katika Uvira unaolenga kuimarisha utawala wa sheria, kurejesha huduma za kiutawala na kuhakikisha ulinzi wa raia. Hata hivyo, wakazi pamoja na viongozi wa eneo hilo wanaendelea kufuatilia kwa karibu hali ya usalama, wakisubiri hatua madhubuti zitakazohakikisha utulivu wa kudumu katika mji huo na maeneo jirani. Watu watatu mashuhuri wa mji wa Sake wilaya Masisi mkoani Kivu Kaskazini wanadaiwa kushikiliwa kwa takriban miezi miwili katika mazingira yasiyo wazi bila kufunguliwa rasmi mashtaka dhidi yao wala kupelekwa mahakamani.
barabarani. Wanaotajwa ni Jango Muongo, rais wa ACCO Masisi, Ongera Muluba Muongo, rais wa vijana wa Malumbariro, na Apollo, rais wa zamani wa TCO Masisi. Wote ni watu wanaofahamika katika jamii na wakazi wa mji wa Sake. Kwa mujibu wa vyanzo kadhaa vya ndani vinavyofanana, watu hao watatu walikamatwa na wanachama wa AFC M23 mwanzoni mwa mwezi Disemba uliopita, wakidaiwa kususia maandamano ya kuunga mkono harakati hiyo yaliyofanyika katika mji wa Sake. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu tuhuma zinazowakabili wala mahali wanaposhikiliwa. Ukosefu huo wa uwazi umeibua wasiwasi mkubwa miongoni mwa familia na ndugu zao, huku wanadai kukamatwa huko akiuka haki za kibinadamu za msingi. Tukio lingine huko Kinshasa, askari mmoja wa polisi wa usalama barabarani PCR alisababisha ajali kutisha Jumanne tarehe 3 Februari mwaka 2026 jijini Kinshasa baada ya kuchukua usukani wa gari la raia katika mazingira ambayo bado hayajaeleza uwazi. Kwa mujibu wa mashuhuda wa tukio hilo, askari huyo alidai kuendesha gari hilo wakati wa ukaguzi wa kawaida barabarani. Hata hivyo, muda mfupi baadaye gari hilo liligonga ukuta kwa nguvu na kusababisha uharibifu mkubwa wa mali. Kwa bahati nzuri, hakuna mtu aliyepoteza maisha katika ajali hiyo. Bwana, maisha nasa M23 hapa kuchongo hapa mkartie. Ndio biko na mupiga hapa danger. Masasi inalia maake. Huyu ni danger. Basha nasa M23 hapa kuchongo. Arimeka itiapi. Amekuwa na arme, basha munasa hapa kuchongo. M23 huyu. Wanataka mchoma hapa maake vitu hapa ni danger. M23 huyu hapa. Basha munasa hapa maake. Hapa kuchongo hapa deja maake kwa Vianney mécanicien. Tusha picha. Jo huyu hapa. Benzake basha kimbia na arme.